kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya Mheshimiwa Gwatwa Mwankuga hapa mahakama ya mkazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Lakini kwa bahati nzuri siku ya jana tarehe 14 mida ya saa 3 asubuhi mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo ofisi ya ZCO, na tuhuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuhuma ya kwanza ni njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi. Sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani, kwa alihojiwa kwa tuhuma hizo. Tuhuma za pili ni tuhuma za uchochezi za kimtandao, tuhuma za uchochezi za kimtandao. Kwa amehojiwa kwa tuhuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa hiyo maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria, sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuadhimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa hiyo tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi sasa. Kwa taratibu manake za tuhuma zake kwa mujibu wa polisi wameeleza nini? Sasa tulienda leo kuripoti saa 3 asubuhi ofisi ya ZCO, tukaongea naye na amesema hivi upelelezi bado unaendelea, sababu tuhuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea, na amempa siku 7 kuripoti hapo ofisi ya ZCO, kwa maana Jumanne anatakiwa kuripoti ofisi ya ZCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi basi ataendelea kuwa huru kwa mujibu wa sheria. Wamefafanua pengine hiyo tuhuma ya kumuua mkuu wa polisi? Hawajafafanua, na kwa sababu wanapeleleza. Kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi ambaye Geoffrey Mwamba alikuwa anataka kumuua ni nani, hawajui na wenyewe, kwa wanapeleleza, na ndio maana wanasema upelelezi unaendelea. Kwa hiyo siku upelelezi ukikamilika na wakijua ni nani ambaye alikuwa anataka kuuawa na uchochezi upi wa kimtandao, then wataleta kesi mahakamani. Kwa siku mteja wako ameshaachiwa tangu jana, kesi imepangwa leo kwa ajili ya siku jana. Naam. Response wameapia mahakamani leo? Wameapia mahakamani na walikuwa na taarifa hizo kwamba mteja wangu amepewa dhamana. Kulikuwa kuna haja kuendelea na shauri hili. Ulikwenda kuona mteja wako siku ya tarehe 8 na unasema wakati unaenda kuona naye saa 4 ndio tumeshapita. Kinyume na matakwa ya sheria kwamba tutakutana mahakamani. Lakini wewe umekuja kuleta shauri mahakamani siku 4 baadaye. Kwa nini ulichukua muda wote? Kwa nini kwa siku moja au siku mbili? Nilichukua muda huo ili kuangalia mazingira ya kuongea na mteja wangu, japokuwa alikuwa ameshanipa maelekezo ya kuweza kufungua kesi mahakamani. Sasa mara ya pili ili kupelekea mrejesho kwa nini cha kufanya, sikupewa fursa hiyo ya kuonana naye, lakini bahati nzuri familia ikaniruhusu kwamba tuendelee na mchakato wa kufungua